tukajifunza mambo mengi, tukajua ya kwamba kifo cha Yesu Kristo kilileta amani. Tukajifunza ya kwamba kifo, baada ya Yesu Kristo kuleta amani, au kuleta amani peke yake, alileta pia kitu inaitwa Roho Mtakatifu, ambayo siku ya leo watu wanatembea kwa Roho, wanazungumza kwa Roho, wanaongeleshwa na Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Tukajua ya kwamba baada ya Roho kukuja, Yesu Kristo akaleta jambo jingine, akaleta kitu inaitwa uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Na tukaona ya kwamba kuna jamaa aliyekuwa na miaka alikuwa amekaa na ugonjwa wa miaka 38 years, akiwa hana kitu chochote anachokitegemea, lakini wakati Yesu alikuja kwake akaleta tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Sasa siku ya leo, baada ya kukumbuka ya kujua ya kwamba Yesu Kristo na matendo yake na jinsi alivyotupenda, siku ya leo nataka tujue ya kwamba pia Yesu ako na kitu kinaitwa maonyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wanadamu wa siku ya leo wanafikiria tu mambo ya hapa chini. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu anataka tufikirie mambo ya juu. Wanadamu wanafikiria jinsi ambavyo watafinyilia wenzao, lakini Yesu anafikiria mambo ya kutuinua juu. Yesu anafikiria mawazo mazuri kwa sisi ambao tumempokea. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Yesu siku ya leo anatuambia msifikirie mambo ya chini, mambo ya nchi, lakini fikirieni mambo ya juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Natamani kama tungekuwa tunasema amen, ingekuwa ni jambo la busara sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo natamani tukiongea twende pamoja, twende katika njia za Mungu pamoja. Nikisema semeni amen, mnasema amen, ndio ili tuweze kuwa pamoja. Inaweza kuwa mmoja wetu amelala na hatujui, lakini tukisema amen tunajua tunaenda katika njia moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Maandiko inasema, ukisoma katika kitabu cha Wakolosai 3 mstari wa 1, inasema basi mkiwa mmefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu. Katika yaliyo juu Kristo aliko. Bwana Yesu asifiwe. Baada ya Yesu kukufa pale msalabani, ama baada ya sisi kumpokea Kristo pale msalabani, tukakufa na Kristo, tukafufuka naye, Yesu anatuambia kwamba tafakari yaliyo juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wacha kuwaza mambo ya hapa chini. Wacha kuwaza utanunua ploti aje. Wacha kuwaza utakaa na watu aje. Tafakari mambo ambayo yako juu. Tafakari Yesu Kristo wakati alipokea, amesema kwamba naenda kwa Baba kuwatengenezea uzima. Bwana Yesu asifiwe. Naenda kuwatengenezea mahali ambapo nikishatengeneza na warudia ili muwepo, mahali ambapo nitakuwa na nyinyi muwepo. Bwana Yesu